كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بما علمنا وأعنا على تفهيم ما فهمنا، وهب لنا علما نافعا يبلغنا رضاك وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم اللقاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، tukiendelea na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa bado tumo ndani ya Suratul Nisaa. Siku mbili zilizopita tulisimama katika aya ya 101, aya ambayo iliyokuwa inatuelekeza na kutufundisha namna ya swala ya safari na pia kutuonesha takrima na huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, pale aliposema wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lahum aduwwan mubina. Aya hii inawaelekeza wasafiri kwamba wamepewa ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala kupunguza zile swala za rakaa 4 na wakaswali rakaa 2 pale wanapokuwa ndani ya safari. Wa idha warabtum fil ardi, na pale mtakaposafiri ardhini. Sawasawa safara hiyo ilikuwa ni ya jihad au kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha, safari za kibiashara. Falaysa alaykum junah ay la ithma alaykum, hapana dhambi juu yenu, an taqsuru min as-salat, kupunguza baadhi ya sala. Na tulisema swala zinazopunguzwa ni swala za rakaa 4, adhuhuri, al-asri na al-isha. Badala ya kuswali rakaa 4, Muislamu anaruhusiwa kuswali rakaa 2.
salati al-fajr haipunguzwi, kwa sababu nusu ya rakaa mbili na rakaa moja, na hatuna sala ya rakaa moja ya fardhi. Salati al-maghrib haipunguzwi kwa sababu rakaa zake kamili ni 3. Nusu ya rakaa 3 ni rakaa moja na nusu, na sisi hatuna rakaa moja na nusu katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo kwa sura hiyo swala zinazotakiwa kupunguzwa ni dhuhuri, al-asr na al-isha. Na salati safar haziswaliwi nyumbani, kwamba labda mtu kesho anakusafiri, basi akaamka alfajiri akakusanya alfajiri, adhuhuri, alasri, maghribi, isha, alafu akaondoka. Salati safar zinaswaliwa baada ya mtu kusafiri, akafika umbali wa kupunguza swala, ikafika muda wa salati dhuhuri, basi anaruhusiwa akasali adhuhuri na ile swala ya al-asri akaisali ndani ya salati dhuhuri, na hii itakuwa ni jambo taqdim, ni ukusanyaji wa kutanguliza, kwa maana kwamba al-asri umeisali ndani ya muda wa dhuhuri. Au kuna jambo taakhir, muda wa dhuhuri umefika ukawa haukusali mpaka ukafika muda wa alasiri, ndani ya muda wa al-asri ukaisali adhuhuri na alasiri. Na ndivyo hivyo salati al-maghrib na al-isha ukaisubiri magharibi ili uje kuisali ndani ya muda wa isha, au ukaisali sala ya al-isha mara tu baada ya kumaliza salati al-maghrib. Huo ndio utaratibu wa salati as-safar. Na wanasema kati ya sala na sala nyingine hutakiwi kuchelewesha muda. Kisali adhuhuri, kihirimia kupunguza, unatakiwa uhirimia kupunguza katika ile sala ya kwanza. Ukishasali ukatoa salamu, usikae tena muda hapo wa kusali sala nyingine na kazi nyingine mbili. Baada ya salamu baada ya istighfar unasimama unasali ile sala ya pili inayofuata. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, munaruhusiwa kuswali salati safar ikiwa muna hofu kufitinishwa na wale waliokufuru. Na tulisema hiyo hofu sio sharti, isipokuwa tu ilitajwa hofu kwa sababu katika safari, mara nyingi safari za wakati uliopita zilikuwa haziepukiki na hofu, kwa sababu watu walikuwa wakisafiri na wanyama, na wanyama hutokewa wasafiri na vitu mbalimbali wakiwa njiani. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza, khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, hakika makafiri kwenu wamekuwa ni maadui wao. Leo tunaanza na salati al-khawf, swala ya vita, aya ya 102 ndani ya suratul Nisaa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam tusallu falyusallu ma'akum وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ
aslihatakum wa khudhu hidrakum inna Allaha a'adda lilkafirina 'adhaban muhina. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaieleza salatul khawfi, swala ya vita, namna gani Waislamu watapokuwa vitani, katika vita kati yao na maadui wa Uislamu, muda wa swala ukafika, vipi waswali. Kwa hii ni sura au ni aya inayoelekeza namna ya salatul khawfi. Salatul khawf ni swala ya vita, swala inayopiganwa au inayoswaliwa katika vita. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha kunta fihim, na utakapokuwa ewe Muhammad pamoja na wafuasi wako. Wa idha kunta fihim ay wa idha kunta ya Muhammad ma'ahum, utakapokuwa ewe Muhammad pamoja na hawa watu wako. Fa aqamta lahum as-salah, ukawasimamishia sala, ukawasalisha. Maana ya fa aqamta lahum as-salah, ukawasimamishia sala. Faltakum ta'ifatun minhum, basi nalisimame kundi miongoni mwao. Faltakum ta'ifatun minhum, basi nalisimame kundi katika wao, maaka, pamoja na wewe. Waliakhudhu aslihatahum, na wakiwa ndani ya sala wabebe silaha zao, wasiziache. Waliakhudhu aslihatahum, na wazichukue silaha zao. Fa idha sajadu, pale watakaposujudi, falyakunu min waraikum, basi kundi la pili liwe nyuma yenu linalinda. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza namna ya salatul khawf inayotakiwa iwe, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatakiwa akiwa vitani na muda wa swala ukifika, agawe makundi mawili. Kundi la kwanza litasali na Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa moja, na kundi la pili litakuwa linalinda kuangalia maadui wapi wanapotokea. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha sajadu, watakaposujudu hili kundi ambalo linalosali na wewe, falyakunu wara, basi hao kundi lingine wawe nyuma yao, linalinda kuangalia adui wapi anapotokea. Na hii ikiwa adui yupo upande wa kibla, yupo upande wa kibla. Ndio maana hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliakhudhu aslihatahum, na wakiwa ndani ya sala wabebe na kuzichukua silaha zao. Fa idha sajadu, watakaposujudu, falyakunu min waraikum, basi hilo kundi lingine liwe nyuma yao. Waltati taifatun ukhra, na lije kundi lingine ambalo hili la pili, lile ambalo halijaswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waltati taifatun ukhra, na lije kundi lingine lam yusallu, ambalo halijaswali. Falyusallu ma'aka, nalo liswali pamoja na wewe. Na hapa utaratibu unakuwa hivi: Mtume sallallahu alaihi wasallam anayagawa
mapishi mawili au makundi mawili. Kundi moja anaanza nao kuswali rakaa moja, wakati hili kundi linaswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa moja, kundi la pili linaelekea upande ambao adui. Kundi hili la kwanza likishaswali rakaa moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume atasimama na hili kundi la pili litamaliza sala rakaa yake moja iliyobaki peka yao. Wakishamaliza rakaa yao na swala wakatoa salamu, wanaondoka kwenda katika kile kituo ambacho lile kundi lililokuwa linalinda liko kule, na wao wanakuja wanasimama nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaswalisha na hao rakaa moja, na mwisho swala wanamaliza peka yao wakuswali rakaa. Kwa hiyo hawa watakuwa wameanza kundi la kwanza swala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamaliza swala yao peka yao, na hili kundi la pili litaswalishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa moja, kisha wataswali rakaa moja. Wakati huu wanamalizia rakaa yao ya pili, Mtume anawasubiri hapa chini. Mtume akitoa salamu na wao wanatoa salamu. Kwa hiyo itakuwa wale kundi la kwanza limeanza swala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili kundi la pili limemaliza swala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila kundi moja limeswali na Mtume rakaa moja. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anasema, wa idha kunta fihim, na utakapokuwa pamoja na hao watu wako. Imamu anasema wa idha kunta ma'ahum ya Muhammad, na utakapokuwa pamoja nao ewe Muhammad, wa hum yusalluna salatal khawfi, na hali ya kuwa hao masahaba wanasali swala ya vita, fil harbi, katika mapigano, faltatamma bika ta'ifatun minhum, basi na likufuate, faltatamma bika, basi likufuate, ta'ifatun minhum, kundi miongoni mwao, wa hum, na hali ya kuwa kundi hilo, mudajjijuna bi aslihatihim, wamebeba silaha zao, wasiziache, waswali hali ya kuwa wana silaha kama mikuki, kama bunduki, silaha ya aina yoyote, kwa sababu wapo vitani na muda wowote wanaweza wakavamiwa na maadui. Kwa hiyo wasiache silaha. Wa hum mudajjijuna bi aslihatihim, na hali ya kuwa wao wamebeba silaha zao, ihtiyatan, ikiwa ni kuchukua tahadhari. Ihtiyata, ikiwa ni kuchukua tahadhari. Wakati Mtume anasali na kundi hili, waltakum ta'ifatun al-ukhra, na lisimame kundi lingine, fi wajhi al-adwi, upande ambapo adui yupo. Na hii sura yake ikiwa adui hayupo upande wa kibla. Kwa mfano, adui yupo upande wa kusini, muda wa sala umefika, hili kundi linalosali na Mtume linaelekea kibla kuswali, na hili kundi lingine linaelekea upande wa kusini kumwangalia adui asije akawavamia. Sasa hili kundi ambalo limeelekea upande wa adui, likiwa limeelekea kule, hawa mabwana, kundi la kwanza litasali na Mtume rakaa moja, alafu watasali peka yao rakaa ya pili, watatoa salamu wao kama wao, watanyanyuka, wataenda ule upande aliopo adui, alafu litakuja hili kundi la pili kumalizia rakaa ya pili pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha sajadu, na pale wanaposujudu, faliyakunu min waraikum, faliyakunu, basi wawe min waraikum, nyuma yenu,
waltati ta'ifatun ukhra, na lije kundi lingine la pili, lam yusallu, ambalo bado halijasali. Na hili kundi la pili litakuja baada ya kundi la kwanza kumaliza rakaa yao ya pili na sala yao kisha, kwa sababu salati al-khawfi rakaa zake ni mbili tu. Sala ya vita ni sawa na salati al-musafir, rakaa zake ni mbili. Kwa imamu anasema idha faragha at-ta'ifatu al-ula, litakapomaliza kundi la kwanza minas salati kusali, faltati at-ta'ifatu allati lam tusalli, lije lile kundi ambalo lisiloswali ila makaniha, kwenye pale pahala palile kundi la kwanza, litusalli ya khalfaka, ili lipate kuswali nyuma yako. Waliyakhudhu hidhrahum, na wachukue tahadhari, ay waliyakunu hadirin, waliyakunu hadirina, wawe wenye tahadhari. Ndio maana ya waliyakhudhu hidhrahum, wawe na tahadhari, wachukue tahadhari. Wa aslihatahum, na wabebe silaha zao. Kwa yote makundi mawili yanaposali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yanatakiwa yaswali yakiwa yamebeba silaha. Wadda alladhina kafaru, walitamani wale ambao waliokufuru. Wadda alladhina kafaru, walitamani wale ambao waliokufuru. Lau taghfuruna an aslihatikum, laiti kama mngelighafilika na kuziacha silaha zenu. Lau taghfurun, laiti kama mngelighafilika an aslihatikum wa amtiatikum, mukaziacha silaha zenu na mizigo yenu. Fayamiluna alaikum mailatan wahida, ili wapate kuwafamia mvamio ulio mmoja. Kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatuelekeza na kuelekeza namna ya sala ya hofu au sala ya vita inavyoswaliwa. Na kuna aina zaidi ya moja ya kusali hii salati al-khawf. Sala ya vita inaswaliwa namna zaidi ya moja. Kama itakuwa adui kwa upande ambao sio wa kibla, sura yake ni hiyo, kwa maana kundi moja linalinda, kundi moja linaswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama itakuwa adui yupo upande wa kibla, jeshi litapangwa makundi mawili. Imam anaporukui, anarukui na huu safu ya kwanza, ile safu ya pili inamwangalia adui alipo. Lakini swala wanaanza wote makundi mawili. Wanaposujudi, linasujudi kundi la kwanza, likinyanyuka na imam, hawa kundi la pili na wao wanarukui, wanaitadili, wanasujudi. Kwa hiyo sura inakuwa ya kupokezana kati ya kundi hili na kundi hili, kama inakuwa adui yuko upande wa kibla. Lakini kama adui yupo upande ambao sio wa kibla, basi utaratibu ni huu, kwa kundi moja linasali rakaa moja na Mtume, kundi la pili linalinda. Likimaliza sala ile, kundi la kwanza linanyanyuka, linaenda kulinda, linakuja kundi la pili linasali na Mtume rakaa moja, na rakaa ya pili linasali peka yao, kisha wanatoa salamu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lau wadda alladhina kafaru, wametamani wale waliokufuru, lau taghfuruna an aslihatikum, laiti kama mngelighafilika na kuziacha silaha zenu, wa amtiatikum, na mizigo yenu. Fayamiluna alaikum mailatan wahida, ili wawafamieni mvamio ulio mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema wala junaha alaikum, na hapana dhambi juu yenu, ay la ithma alaikum, wala junaha alaikum, na hapana dhambi juu yenu. In kana bikum adhan, ikiwa kwenu nyinyi kuna kero, min matarin, kama vile mvua, au kuntum marla, au mlikuwa na magonjwa, hakuna dhambi nini, antadau aslihatakum,
kuziacha na kuziweka chini silaha zenu. Ay la ithma alaykum fi halati al-matar, hakuna dhambi juu yenu katika hali ya mvua au al-marad au hali ya maradhi, alla tahmilu aslihatakum, kutokubeba silaha zenu, idha dha'uftum anha, pale mtakapokuwa mmedhoofika na kushindwa kuzibeba silaha. Allah azza wa jalla anaendelea kusisitiza, wakhudhu hidhrakum, na chukueni tahadhari. Wakhudhu hidhrakum, na chukueni tahadhari. Inna Allaha a'adda lilkafirina 'adhaban muhina. Inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, a'adda lilkafirin, amewaandalia makafiri, 'adhaban muhina, adhabu yenye udhalili, adhabu yenye kudhalilisha. Allah azza wa jalla anaendelea kuelekeza sasa, baada ya kumalizika vita, nini kinachotakiwa wakifanye masahaba katika sala. Allah anasema, idha qadaytumus salata, pale mtakapomaliza sala. Fa idha qadaytumus salata, na pale mtakapomaliza sala, fadhkurullaha, basi mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, qiyaman, hali ya kukaa, wa qu'udan, hali ya kuwa mmekaa, wa ala junubikum, na hali ya kuwa mmesilalia mbavu zenu. Hapa Allah azza wa jalla anaeleza umuhimu wa adhkar baada ya sala. Tena anazungumzia umuhimu wa kuleta adhkari baada ya sala ya vita. Achilia mbali sala ambayo hakuna vita, hamna hofu, hamna jambo lolote. Hawa wanaambiwa hapa, baada ya kumaliza salati al-khawf, walete adhkar, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, katika hali ya vita. Wasiseme madama tuko vitani tusilete adhkari, madama tumeswali tumemaliza basi. Fa idha qadaytumus salat, pale mtakapomaliza ibada ya sala, fadhkurullah, mtajeni Allah, qiyaman, hali ya kuwa mmesimama, wa qu'udan, na hali ya kuwa mmekaa, wa ala junubikum, na hali ya kuwa mmelalia mbavu zenu. Alhasil, kwa lugha fupi, mtajeni Allah katika hali yoyote. Ndiyo hasil al-kalam, fupi wa maneno. Imamu anasema, fa idha faragtum min as-salati, mtakapomaliza sala, fa akthiru min dhikrillah, kithirisheni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akthiru min dhikrillah, kithirisheni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, fi hali qiyamikum, katika hali ya kusimama kwenu, wa qu'udikum, na kukaa kwenu, wa iftijaikum, na katika hali yenu ya kulala. Wadhkuruhu fi jami'i alhalat, na mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. La'allahu yansurukum ala aduwikum, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuruni dhidi ya maadui wenu. Kwa hiyo hapa inatakiwa baada ya sala, hasa salati al-khawf, kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, na sio salati al-khawf tu, sala zote. Muislam baada ya sala anatakiwa na Qur'an amtaje sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Ukiwa umetingwa na mambo, una haraka ya mambo, basi mtaje Allah. Ukiwa umesimama, unayo faragha, mtaje Allah. Hali ya kuwa umekaa, umechoka, jilaze, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha tuma'anantum, na pale mtakapokuwa mmetulia, vita vishamalizika. Fa idha tuma'anantum, na pale mtakapokuwa mmetulia, vita vimemalizika.
sura ya ibada ya sala inarudi katika utaratibu wake. Fa idha tmanantum, na pale mtapokuwa mmetulia, fa aqimus salata, basi isimamisheni sala. Ai fa atimmus salata, itimizeni sala. Neno aqimu maana yake atimmus sala, itimizeni sala, kwa sababu kule mmeruhusiwa kupunguza sala rakaa 2 kwa ajili ya vita, lakini vita vishamalizika. Na hii ina maana kwamba salati al-khawf sio tu hofu hii kwa ajili ya vita. Kwa mfano, katika mji umeingia balaa, vijijini huko kijiji kimeingia simba, hofu imetanda, haijulikani anapotokea au wanyama wakali, sheria inaruhusu swala kupunguzwa. Lakini ile hali ya amani kirudi tena, sala inaswaliwa katika utaratibu ule ule ambao uliowekwa awali na sheria. Hii ndio maana ya kusema fa idha tma'annantum, pale mtakapotulia na hali ya vita ikaondoka, fa aqimus salata, basi timizeni sala. Imamu anasema fa idha amintum, mtapokuwa na amani, wa dhahaba al-khawf, na hofu ikaondoka, fa atimmus salata, basi itimizeni sala, wa aqimuha kama umirtum, na isimamisheni sala kama mlivyoamrishwa, bi khushu'iha, kwa unyenyekevu wake, wa ruku'iha, na kwa rukui zake, wa sujudiha, na kwa sijida zake, wa jamii shurutiha, na kwa kukamilisha masharti yake yote. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, inna salat, hakika ya sala, kanat, imekuwa, 'ala al-mu'minin, kwa waumini, kitaban mawquta, ni fardhi iliyopangiwa nyakati maalum. Ndio maana ya inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, hakika sala, kanat, imekuwa, 'ala al-mu'minin, juu ya waumini, kitaban mawquta, ay fardhan mahdudan bi awqatin ma'luma, ni fardhi iliyopangiwa nyakati maalum. Fardhan mahduda, ni fardhi iliyopangiwa bi awqatin ma'luma, nyakati maalum. La yajuzu ta'khiruha anhu, haijuzu kuichelewesha sala ikatolewa ndani ya muda wake. Kwa hiyo ni aya inayotuelekeza namna ya sala ya khawfu inaposaliwa, lakini kinachojiri baada ya salati al-khawf ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baadaye amani ikishatawala na utulivu ukarudi na vita vikamalizika, utaratibu wa swala unarudi katika namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipanga. Allah subhanahu wa ta'ala, maelezo yanayofuata, anawahamasisha watu kupigania dini ya Allah, lakini pia kuwa na subira katika matatizo ya fitani. Fitani kuna matatizo, kuna misukosuko mikubwa, misukosuko ambayo mtu anaweza akadhoofika na kurudi nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tahinu fi ibtigha'il qaumi, wala tahinu, na wala msidhoofike, fi ibtigha'il qaumi, katika kuwatafuta maadui. Msibweteke mkaona mmeshinda hali ya kuwa maadui zenu bado wanawapangieni mikakati dhidi yenu. Wala tahinu, na wala msidhoofike, fi ibtigha'il qaumi, katika kuwatafuta maadui. Alqaum, kinachokusudiwa hapo ni al-adu, ay la tad'ufu fi talabi aduwikum, msidhoofike katika kumtafuta adui yenu, bal isipokuwa jiddu fihim, panieni kwa hao maadui, waqatiluhum, na pambaneni nao, waqudu lahum kulla marsad,
na kaeni hao katika kila mawindo na yale maeneo ya kuvamia. Hiyo ndio maana ya kusema Allah wala tahinu fi ibtigha'il qawmi, na wala msidhofike katika kuwatafuta maadui. In takunu ta'lamun, ikiwa ninyi mnahisi maumivu katika kupigana. In takunu ta'lamun, ikiwa ninyi mnahisi maumivu na machungu. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, basi hao maadui zenu wanapata uchungu kama vile mnavyopata uchungu nyinyi. Fa innahum, hakika ya hao maadui zenu, ya'lamun, wanahisi machungu, kama ta'lamun, kama nyinyi mnavyohisi uchungu. Watarjuna min Allahi, na nyinyi mnatarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma la yarjun, kile ambacho wao hawatarajii. Nyinyi mnatarajia thawabu, mnatarajia radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mnatarajia kuipata pepo ya Allah. Wao hawatarajii hilo, pamoja na machungu wanayoyapata vitani. Hiyo ndio maana ya aya hiyo. Allah anasema wala tahinu fi ibtigha'il qawmi, na wala msidhofike katika kuwatafuta maadui. In takunu ta'lamun, ikiwa ninyi mnahisi maumivu na machungu. Fa innahum ya'lamun, basi wao pia wanahisi machungu kama ta'lamuna, kama vile nyinyi mnavyohisi uchungu. Watarjuna min Allahi, na nyinyi mnatarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma la yarjun, kile ambacho wao hawatarajii kukipata. Imamu anasema in kuntum tata'allamuna min al-jirah, ikiwa ninyi mnapata maumivu na machungu kutokana na majeraha, wal qital, na mapambano, fa innahum yata'allamuna aidan minhu, na hao maadui zenu wanahisi machungu kutokana na hayo majeraha. Walakinnakum, lakini nyinyi waumini, tarjuna min Allah, mnatarajia kwa Allah ash-shahada, kufa mashahidi, wal mathuba, mnatarajia kupata thawabu, wan nasra, mnatarajia kupata ushindi, haithu la yarjunahu, kitu ambacho hao maadui zenu hawatarajii. Hawatarajii kufa mashahidi, hawatarajii kupata thawabu, na wala hawatarajii kupata ushindi. Kwa hiyo Muislamu anapoipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na maumivu anayoyapata, lakini kuna anachokipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na kafiri. Kafiri akiipigania dini yake na akawa adui wa Uislamu, hana anachokipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema watarjuna min Allahi ma la yarjun, nyinyi mnatarajia kupata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho hawakitarajii maadui zenu. Nyinyi mnatarajia kufa mashahidi, mnatarajia kupata thawabu, mnatarajia ushindi, kitu ambacho maadui zenu hawakitarajii. Wa kana Allahu aliman hakima, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliman, ni mjuzi, hakiman, ni mwenye hikma. Ay aliman bi masalih khalqihi, Allah anayajua maslahi ya waja wake. Hakiman fi tashri'ihi wa tadbirihi, Allah ni mwenye hikma katika sheria zake anazoziweka na mipango yake anayoiweka. Al-Imam Al-Qurtubi yeye anasema aya hii iliteremka katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud ni vita ambavyo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walishindwa vita hii. Wengi waliuawa na wengine wakapatwa na majeraha. Sasa baada ya vita kumalizika, Makuraishi wakiwa wanarudi Makka, walifika pahala wakasimamisha msafara wao.
Akasema sisi tumewashinda Waislamu, Muhammad na watu wake tumewashinda, lakini mbona tunarudi Maka hata alama inayoonyesha sisi tumeshinda hatuna, hatujawateka, hatuna hata teka mmoja mkononi. Kwa hiyo turudi Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam zikamfikia taarifa kwamba Makuraishi wameamua wanarudi tena Madina kupambana na wewe, kwa sababu hawajapata mteka hata mmoja anayewathibitishia kwamba wao wameshinda. Mtume sallallahu alayhi wasallam zilipofikia taarifa hizo, akatoa amri wale wote walioshiriki vita vya Uhud watoke wawafuate Makuraishi, tusiwasubiri mpaka waje. Sasa watu wana majeraha, watu wameumia, kuna watu wamepoteza ndugu zao. Ndipo Allah anawaambia hawa masahaba, wala tahinu fi ibtigha'il qawm, sidhofike katika kuwatafuta maadui. Maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametoa amri, muende vitani, mtoke hivyo hivyo na majeraha yenu, kwa sababu kama mnahisi maumivu, hata hao Makuraishi nao pia maumivu wameyapata, lakini nyinyi mnatarajia thawabu. Na hii ina maana kwamba katika jambo la kheri, hata kama umechoka, basi jitahidi ulifanye, kwa sababu ndani yake kuna thawabu. Jitahidi kwa kadri ya hali. Salati tarawih kusala 20 uwezi, basi saa 8 sana. Kama umechoka kitako, hii kheri isikukose. Utakuwa ni upuuzi, Ramadhani inaisha, wewe Muislamu hata rakaa 2 hujasali, rakaa 4 hujasali. Muislamu aina gani? Penye kheri patiliza hapo hapo, sio kaacha. Watarjuna min Allahi ma la yarjun, nyinyi mnatarajia kutoka kwa Allah kile ambacho hao maadui wa Uislamu hawatarajii. Kwa hiyo usipoteze fursa ya thawabu wakati uwezekano wa kuipata thawabu hiyo upo. Fanya jambo kadri ya hali. Hawa masahaba wanatakiwa watoke, watu wana majeraha. Tena mtume katoa amri wale wasioshiriki vita vya Uhud wasiende, watoke wale wale walioshiriki vita vya Uhud. Hiyo ndo maana Imam al-Qurtubi anasema nazalati hadhihi al-aya, imeteremka aya hii fi harbi Uhud, katika vita vya Uhud, haithu umira sallallahu alayhi wasallam bil khuruj, pale alipoamrishwa mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka, fi athari al-mushrikin, ikiwa kuwafuata nyuma washirikina, wa kana bil muslimina jarahat, na kulikuwa kwa waislamu kuna majeraha, wengi wamejeruhiwa. Wa kana amrun, na ilikuwa amri, alla yakhruja ma'ahu illa man hadara fi tilka alwaqi'a, asitoke pamoja na mtume isipokuwa wale wale waliohudhuria katika vita vya Uhud. Na tunakumbuka kuna wanafiki walirudi jiani. Sasa kama wangelitoka watu wote na wanafiki nao wangelikwenda, wangeenda kudhoofisha. Kwa hiyo wale wale waliokuwa na istiqama, wale walioshiriki vita vya Uhud pamoja na majeraha yao, wale wale ndio waende kuwafuata hawa Makuraishi waliokuja tena Madina. Ndio maana ukisoma kule katika sura Al-Imran tulisoma alladhina qala an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Masahaba walitoka mpaka eneo linaloitwa Hamraul Asad. Walipofika pale wakawakuta kina Abu Sufyan na jeshi la Makuraishi limeshaondoka, wakarudi Madina tena, fanqalabu bi ni'matin min Allah, wakarudi na neema ya Allah, kwa sababu wametii amri ya Allah, wametii amri ya Allah kipindi ambacho wao wana majeraha makubwa, lakini walitoka hivyo hivyo. Sawa sawa na mtu anayepata baraka ya mzazi wake, anatumwa sana ni usiku, bwana nenda sehemu fulani, umechoka na usingizi, kuna nyanyuka unakwenda. Sasa wewe una kheri, wewe na baraka ya mzazi, kwa sababu umetii ile amri yake. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq, inna, hakika sisi
anzalna ilaika, tumekuteremshia kwako Muhammad. Qur'ani kama ingelikuwa kila pahala atajwe mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina lake, basi Qur'ani yote ingelijaa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana sehemu nyingi zimetumika sana dhamiri inna anzalna ilaika, lakini maana yake inna anzalna ila Muhammad. Sasa Muhammad yangejaa majina Muhammad, ingelikuwa Qur'ani Muhammad tu. Na ndio maana nasema kama kuna kitabu kimetajwa sana mitume, basi hakuna mtume aliyetajwa sana ndani ya Qur'ani kuliko Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya moja mtume anatajwa mara 6. Fabima rahmatin min Allah linta lahu, hiyo linta Muhammad. Walau kunta Muhammad, pili faddan ghalidha lam faddu min hawlika, hiyo kana ya Muhammad. Fa'fu anhu ya Muhammad wastaghfir lahu washawirhum fil amr wa idha azamta fatawakkal ala Allah. Yani aya moja inamtaja mtume sallallahu alayhi wasallam mara 6. Sasa inna anzalna ilaika alkitaba, hakika sisi tumekiteremsha juu yako kitabu. Hii ina maana Qur'ani haiwezi ikafahamika, lazima upate ufahamu aliyoueleza Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyeteremshiwa hii Qur'ani juu yake, na yeye ndiye mufassirin wa muwaddih, ndiye mweka wazi na mfafanuzi wa hii Qur'ani. Ukikataa maneno ya mtume, Qur'ani huwezi ukaifahamu. Ukiyakataa matendo aliyofanya mtume, Qur'ani huwezi ukaifahamu. Qur'ani kama Qur'ani peke yake haifasiriki, haieleweki, na wala huwezi ukaiingiza katika utendaji. Lazima upate ufafanuzi kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyeteremshiwa. Inna anzalna ilaika alkitaba bilhaqqi, sisi tumeteremsha juu yako kitabu hali ya kuambatana na haki. Qur'ani hii imeambatana na haki, ipo pamoja na haki. Lengo nini? Litahkuma baina an-nas, ili upate kuhukumu kati ya watu. Bima araka Allah, kwa kupitia kile alichokuonesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama kuna mtu anajua murad na malengo ya Qur'an, hakuna wa kumzidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sura hiyo hiyo hakuna watu wanaweza wakawazidi kuielewa Qur'ani wanafunzi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wao Qur'ani wameielewa mno kuliko sisi, kwa sababu wao wameipokea moja kwa moja kutoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna anzalna ilaika alkitaba, hakika sisi tumekuteremshia Qur'an bilhaqqi, ikiwa ipo pamoja na haki. Litahkuma baina an-nas, ili upate kuhukumu kati ya watu. Bima araka Allah, kwa kile alichokuonesha Allah. Wala takun lilkhainina khasima, na wala usiwe kwa wale wafanya khiana mtetezi, usiwatetee wenye kufanya khiana. Imam anasema inna anzalna ilaika ya Muhammad, sisi tumekuteremshia juu yako ewe Muhammad al-Qur'an, Qur'ani multabisan bilhaqqi, hali ya kuwa ipo pamoja na haki. Litahkuma baina an-nas, ili upate kuhukumu kati ya watu. Bima arrafaka Allah, wa kile alichokufahamisha Allah. Wa auha bihi ilaika, na akakufunulia juu yako. Wala takun, na wala usiwe lilkhainina, na wala usiwe kwa wale wafanya khiana. Khasima ay la takun mudafi'a, usiwe kwa wafanya khiana mtetezi.
wa mukhasiman 'anil kha'inin, na usiwe mwenye kugombana na wafanya khiana. Tujadil wa tudafi'u anhu, ukawa unajadiliana nao na kuwatetea. Aya hii iliteremka kuhusu mtu mmoja anaitwa Tu'matu ibn Ubayriq. Tu'ma ibn Ubayriq, huyu bwana aliiba dir'i, alichukua ngao au sweta la vita la jirani yake. Yeye alikuwa ni Muislamu. Alipochukua ile ngao ya jirani yake anaitwa Qatada ibn al-Nu'man, akaitia kwenye mfuko wenye unga, basi akaondoka nayo kwenda kuificha kwa mtu mmoja anaitwa Zaidu ibn As-Samin. Huyu alikuwa ni Myahudi. Sasa wakati anakwenda kuificha hii dir'i, unga ukawa unamwagika mpaka ile sehemu aliyoweka. Bwana Tu'ma akaulizwa, umeiba ngao? Asema sijaiba. Ikatafutwa nyumbani kwake, haikukutwa. Watu wakaanza kufuata athari ya ule unga, athari ya unga, akaenda mpaka pahala ambapo ilipohifadhiwa ile ngao, ikaonekana ipo kwa Myahudi. Ndugu wa Tu'ma wakasema kwamba huyu ndiye aliyeiba. Wakamchukua yule bwana mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati huo Tu'ma ndiye aliyeiba, yeye ni Muislamu. Yahudi alipoulizwa asema hiyo ngao sikuiba mimi, hiyo ngao ameileta Tu'ma, akaiweka hapa na ondoka zake. Tafuteni Tu'ma. Tu'ma akalichokifanya, akakimbia enda zake Maka. Alifika Maka kule akaritati. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa vile yule ni Myahudi na hawa ndugu zake wanataka kuthibitisha kwamba Myahudi ndiye aliyehusika na wizi huu, Allah subhanahu wa ta'ala ndipo akamteremshia aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq, sisi tumekuteremshia juu yako Qur'ani kwa haki, litahkuma baina an-nas, ili upate kuhukumu kati ya watu, bima araka Allah, kwa kupitia kile alichokuonesha Allah. Aya hii ilipoteremka, bwana Tu'ma akakimbia, kwa sababu anajua kwa vyovyote Mtume sallallahu alaihi wasallam atajua mimi ndiye ninayehusika na huwizi. Lakini pia akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala takun lilkhainina khasima, na wale wafanya khiana usiwe mtetezi. Huyu Tu'ma ni Muislamu na yeye ndo aliyefanya khiana, yeye ndiye aliyeiba, usimtetee kwa sababu Muislamu. Wala takun lilkhainina khasima, usiwe mtetezi kwa wafanya khiana. Ndugu wa Tu'ma wanamtetea ndugu yao, na Tu'ma aliyekimbia anahusika na wizi, hawa usiwatetee kwa sababu hawa ndio wezi. Hiyo ndio aya inayokusudia maelekezo hayo. Wastaghfirillah, kisha Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wastaghfirillah, mtake msamaha Allah. Na msamaha aliyokuwa anatakiwa hapa Mtume, kwa sababu Mtume alikuwa anataka kumtetea Tu'ma na kumtoa katika tuhuma ya wizi, wakati yeye ndiye aliyehusika na ule wizi. Kwa hiyo wastaghfirillah, na mtake msamaha Allah, ai istaghfirillah mimma hamamta bihi, mtake msamaha Allah kwa kile ulichokusudia, minadifai, cha kumtetea an Tu'ma, kumtetea Tu'ma, mtake msamaha Allah. Na ilikuwa anamtetea itminanan li shahadati qawmihi bi salahihi,
ikiwa ni kuwatuliza kwa ule ushahidi wa wale ndugu zake waliokuja wakasema kwamba tuhuma hausiki na wizi huu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakunasibisha ule wizi kwa yule Myahudi. Kwa hiyo kwa ile tuhuma na lile lengo la kukusudia Mtume kumtetea tuhuma, akatakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amtake msamaha Allah. Na haya yote ni kuashiria kwamba hii Qur'ani ni kitabu cha Allah azza wa jalla. Kama ingelikuwa kitabu cha Muhammadi, sasa kwa nini tena Muhammadi mwenyewe atakiwe kuleta msamaha? Qur'ani ni kitabu cha haki kilichokuja kwa ajili ya watu. Inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kana ghafuran rahima, amekuwa mwingi wa kusamehe makosa, mwenye kurehemu. Wala tujadil 'anil ladhina yakhtanuna anfusahum, na wala usijadili na kugombana na wale ambao wenye kuzikhini na kuzifanyia khiana nafsi zao. Wala tujadil, na wala usifanye mjadala, 'anil ladhina yakhtanuna anfusahum, na wale ambao wenye kuzikhini nafsi zao. La tukhasim wa tudafi, usilete mjadala na utetezi 'anil ladhina, watetea wale ambao yakhununa anfusahum bil maasi, wanaozikhini nafsi zao kwa kufanya maasi. Hapa ina maana kwamba hapo kuna mtu si Muislamu na kuna Muislamu, lakini huyu Muislamu amefanya kosa. Wewe kama Muislamu na kama kiongozi usinasibishe makosa kwa asiyekuwa Muislamu ukamtetea huyu Muislamu ambaye kafanya maasi. Muda wa kuwa huyu Muislamu ndiye aliyekosea, usimtetee kwa sababu ya Uislamu wake. Alafu shutuma na lawama wakazielekeza kwa yule asiyekuwa Muislamu eti kwa sababu tu yeye si Muislamu. Yule aliyefanya khiana ndiye anayetakiwa alaumiwe. Kwa hiyo huyu tuhuma ambaye yeye ndiye aliyeiba asitetewe kwa sababu Muislamu. Muda wa kuwa yeye kafanya maasi, kaiba, basi yeye anatakiwa alaumiwe kwa kosa alilofanya. Hiyo ndio maana ya Allah kusema wala tujadil 'anil ladhina, na wala usiwatetee na kufanya nao mjadala wale ambao yakhtanuna anfusahum, wanaozifanyia khiana nafsi zao. Wanazifanyia khiana nafsi zao kwa nini? Bil maasi, kwa kumaasi Allah. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hampendi. Inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu, hampendi man kana khawanan, yule mwenye kuzidi katika khiana. Khawana ni mubalagha, ni ifratu fil khiyana, ni kuzidi katika khiana. Athiman ay munhamikan fil maasi wal atham, yule ambaye amepondomokea, amezama katika maasi na madhambi. Hiyo ndio maana ya kusema wala tujadil 'anil ladhina, na wala usiwatetee wale ambao yakhtanuna anfusahum, wanaozifanyia khiana nafsi zao. Khiana hiyo kwa lipi? Bil maasi, kwa kufanya maasi. Inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu man kana, hampendi yule mwenye sifa ya kuwa khawanan, mwingi wa kufanya khiana. Athiman, mwingi wa kufanya maasi. Ay la yuhibbu man kana mufritan fil khiyana, Allah hampendi yule mwenye kuzidi katika kufanya khiana. Munhamikan, aliyezama mno, fil maasi wal athami, katika maasi na madhambi. Simame hapo ili kuanza yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna